لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Kwa jina naitwa Sayyid Muhammad Kombo, mwenyekiti wa taasisi ya Al-Ikhlas Haji wal Umra. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah, leo tumefika hapa airport kwa ajili ya maandalizi ya safari yetu kuelekea katika mji mtukufu wa Madina. Tunamshukuru Allah, maandalizi tokea awali tulipokuwa tunatoa mafunzo yetu kwamba tulikuwa tunawaandaa mahujaji kwa ajili ya maandalizi ya kuikabili ibada adhimu ya hija. Maandalizi haya kwa kweli imechukua takriban miezi 8, mafunzo na mambo mengine. Namshukuru Allah, mafunzo imekwenda vizuri na hatimaye leo mahujaji wamefika na nyuso zao ziko katika furaha sana kwa lile ambalo waliloliazimia, na tayari leo linaanza kwa hatua ya kwanza kuliendea. Hivyo tunamshukuru Allah, maandalizi yamekwenda vizuri na maandalizi yataendelea mpaka tumalize ibada. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katika mahujaji wote wako vizuri kiafya, wako vizuri kwa sababu kama tulivyosema, ibada hii ya hija maandalizi yake yanaanza mapema. Kwa hivyo na sisi tulioandaa kiafya mapema mahujaji wetu, na kwa kweli wote wako vizuri alhamdulillah. Tunamshukuru Allah na tunamuomba Allah tuwafikishe, tuende salama, turejee salama na tufanye ibada yetu kwa vizuri, hali ya kuwa tuko na siha na afya pamoja na mahujaji wetu. Lakini la mwisho, tunatoa wito kwa vijana kwa kweli wanawake wanasema tuwe katika tujitofautishe. Hija kuifanya katika ujana ni vizuri zaidi kuliko kufanya hali ya kuwa ushakuwa mtu mzima sana. Kwa hivyo wito wetu tuanze kuweka kidogo kidogo vijana, na ukimsikia kijana anashangaa kwa nini anamuona kijana mwenzie anakwenda hija, anashangaa wakati mwingine anamuuliza, wewe bado kijana mdogo tu, hufai kwenda hija kwa sababu bado hujamaliza mambo yako hayo. Kwa kweli ni kauli potofu. Ibada hii ya hija kuiendea katika ujana hadi ya kuwa una nguvu, basi ni vizuri, kwa sababu mambo yote ya ibada hii inahitaji nguvu hasa. Kwa hivyo ukienda hadi ya kuwa uko vizuri, utafanya mambo yako kwa ufanisi kabisa na utaona raha ya kuitekeleza ibada hii ya hija tofauti na ukiwa mtu mzima. Kwa hivyo tunatoa wito vijana, tujiandae, tuchange kidogo kidogo, kwa sababu ukilifanya hili kama hadithi ya Mtume sallallahu anavyosema, ukitoa kwa ajili ya Allah basi Allah anakurejeshea kile ulichokitoa. Kwa hivyo tusione kutoa kwetu kwamba tutaharibikiwa. Kijana leo anamiliki nyumba hazipungui 5, kijana huyo, lakini kijana huyu ukimwambia ende hija kwa kutumia milioni 14 au 15 au 16, yeye anakuwa mzito. Kwa hivyo tuache utamaduni huo, tuone ibada ya hija sahihi kwenda katika hali ya ujana tofauti na kwenda kuwa mtu mzima. Na kwa sababu umri haumsubiri mtu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, taajjalu ala alhaji, fanyeni haraka mkaitekeleze ibada ya hija, fa inna ahadakum, kwani hakika mmoja wenu la yadri ma ya'rihu lahu, hajui nini kitachomtokezea kesho. Leo nasiha una afya, kesho siha inaondoka na afya inaondoka. Leo mzima, kesho unakuwa vingine. Kwa hivyo wakati tuna siha zetu, tuna afya zetu, basi tuende tukaitekeleze ibada hii, kwa sababu tukenda hali ya kuwa tuko vizuri kabisa, hata ikitokea midhuru yoyote tutakuwa lile jambo tushalifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema hayo, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunashukuru ndugu zetu hawa wakfu kwa juhudi yao. Allah awalipe taufiki na wajalie na wao walikuwa hawajenda wende kuitekeleza ibada ya hija, na wale ambao hawajenda katika vijana na wengine wa Zanzibari, basi Allah na Tanzania
awafanyie taufiki na wao wende, lakini muhimu nia tuweke azma kwa Allah na Allah atatupa taufiki ya kulifikia jambo hili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika